Huwa nakutana na swali hili sana kwa wanawake ambao ni wajawazito. Wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba je, ni kweli kwamba mwanamke mwenye bawasiri akizaa mtoto anafariki au mtoto atafariki kabla hajazaliwa? Lakini hayo ni mawazo tu ambayo watu wengine wanadhani, kwa sababu kuna watu ambao pia wanahisi au wanadhani kwamba bawasiri ni ugonjwa wa laana. Sawa? Na nimewahi kukutana na watu ambao wanasema kwao mtu akizaliwa na bawasiri, mtu akizaliwa akawa na bawasiri au baadaye akawa na bawasiri, ina maana ni kama vile Mungu kampa laana. Lakini ugonjwa sio laana. Huu ni ugonjwa ambao wa upande wa mmeng'enyo mbovu wa chakula. Sawa? Lakini sasa tukija kwenye upande huo ambao nimesema wa wajawazito, kupata bawasiri ukiwa mjamzito haimaanishi mtoto wako atafariki wakati wa kujifungua. Ila ambacho wanamaanisha sana watu iko hivi: bawasiri iko sehemu ya tundu la haja kubwa, na ili mtu au mwanamke aweze kupush mtoto, aweze kusukuma mtoto, lazima abane sana misuli yake ya sehemu ya tundu la haja kubwa. Hata wewe unapotaka kusukuma kitu lazima utabana, either hiyo unataka kunyanyuka, unataka kufanyaje, lazima sehemu ambayo inahusikaga sana ni sehemu ya tundu la haja kubwa. Kwa hiyo unapobana ile misuli, na hiyo sehemu kumbuka misuli yake imelegea, lakini kingine ni kwamba huyu mtu labda ana bawasiri ambayo ina maumivu, kwa hiyo atashindwa kubana ili aweze kupush mtoto. Kwa kile ndio ambacho watu walikuwa wanamaanisha kwamba inawezekana mtoto akafariki. Na hiyo inawezekana, kuna kesi ambazo labda mtu aliwahi kumbana mtoto wakati anajifungua, yani wakati anakupush, kwa sababu alikuwa na bawasiri, ndio maana watu wakawa wanatafsiri hivyo. Lakini hii sio kwa watu wengi, ni watu wachache sana. Kama wapo ni wachache mno. Lakini bawasiri haiwezi kusababisha mtoto wako afe kwa sababu eti wewe ulikuwa na bawasiri. Ila tu ni kwamba hiyo italeta uvivu au italeta maumivu wakati unafanyaje, wakati unasukuma mtoto aweze kutoka. Ni hivyo tu. Kwa hiyo bawasiri sio laana, wala bawasiri sio tatizo kwa mtu ambaye ni mjamzito.